Habari za wakati huu, karibu tena ndugu mpenzi mtazamaji. Ni siku nyingine tena tunakutana. Leo ikiwa ni siku ya tarehe 9 ya mwezi wa 10, na hizi ni update moja kwa moja kutoka mahakamani siku ya leo, na hii itakuwa ni sehemu ya kwanza. Changamoto nyingi zimetokea, lakini tumefanikiwa kukusogezea hapa update moja kwa moja kutoka mahakamani leo ili uweze kufahamu kitu gani kimetokea. Najua wengi sana walikuwa nasubiria kuona mwendelezo wa kile ambacho kimetokea jana mahakamani. Shahidi wa kwanza ambapo Lissu alikuwa ameshamaliza kumhoji maswali ya dodoso shahidi wa kwanza Afande George. Sasa leo ni siku ambapo tutashuhudia pia shahidi wa pili akianza kutoa ushahidi wake. Mambo ni mengi kweli kweli, mambo ni moto kubwa. Kaa karibu nami, lakini pia hakikisha kwamba simu yako ina chaji ya kutosha, lakini pia bando la kutosha, ujue kitu gani kimetokea mahakamani. Mahakamani kuna vituko kweli kweli, lakini kabla hasijaanza kukusomea update za leo, na hii ikiwa ni sehemu ya kwanza, yani part 1, nikwambie kwamba leo zoezi ambalo tutakaloanza nalo litakuwa linaitwa re-examination. Hapa tutafanya hivyo kabla hatujaenda moja kwa moja kwa shahidi wa pili. Sasa unapozungumzia re-examination, haya yanakuwa ni maswali ya nyongeza kutoka kwa jamhuri wakimuuliza shahidi yao mara baada ya yale maswali ya upande wa mshtakiwa ambaye katika kesi hii ni Tundu Lissu kukamilika, kabla hatujaenda kwa shahidi ambaye anafuata ambaye atakuwa ni shahidi wa pili katika kesi hii. Kwa hiyo hapa wataanza mawakili wa jamhuri wakimuuliza shahidi maswali ya nyongeza tuseme, lakini kubwa ni kwamba naomba hapa tupeane elimu kidogo tunapozungumzia haya mambo ya examination. Naomba mtu uelewe vizuri kabisa. Kimahakama kuna utaratibu ambao umewekwa shahidi kuulizwa maswali, lakini pia namna ambavyo mwenendo wa haya mashauri ya jinai yanatakiwa kuendeshwa. Pale ambapo shahidi anakuwa ameanza kutoa ushahidi wake, kitendo kile kinaitwa examination in chief. Hiki ndio kile kitendo cha shahidi akiwa anatoa ushahidi wake, na hapa kitendo hiki kinaongozwa na mawakili wa jamhuri. Kwa hiyo siku ya kwanza ile Jumatatu shahidi alipokuja kutoa ushahidi wake, na Jumanne kitendo hicho kinaitwa examination in chief, ambapo mawakili wa jamhuri wanakuwa wakimuongoza shahidi kutoa ushahidi wake. Akishamaliza ndiyo inafuata cross examination, ambayo ni maswali ya dodoso, yani lile zoezi ambalo alikuwa anafanya Mheshimiwa Lissu jana na juzi. Na akishamaliza hiyo cross examination ambaye ni mtuhumiwa Mheshimiwa Lissu, upande wa utetezi wakishamaliza hiyo cross examination, kinachofuata kinaitwa re-examination, kwa maana ya maswali ya nyongeza kutoka kwa jamhuri tena. Na haya lengo lao ni kuja kutoa ufafanuzi au kutibu majeraha ambayo yametokana na cross examination, kutibu majeraha ambayo yanakuwa yametokana na cross examination. Kumbuka Lissu anavyombana shahidi, kwa hiyo kuna vitu ambavyo vinatokea wanakuja kama kutibu. Nawapenda sana. Tuanze moja kwa moja leo Oktoba 9 mwaka 2025. Imepigwa high court hapa mahakamani. Majaji wanaingia mahakamani, watu wamesimama na majaji wanakaa. Sasa karani anasoma kesi, criminal case number 19625, jamhuri dhidi ya Tundu Lissu. Jaji anawaita mawakili wa serikali. Anasimama hapa wakili ambaye anaongoza jopo la mawakili wa serikali, anasema, naitwa Lenatus Mkude, wakili wa serikali mkuu, nikisaidiana na Ajuae Silanga, Nasolo Katuga, Winiwa Kasala na Kasbeti Mbilinge. Mshtakiwa yuko in good health na ana afya tele, tunaomba kuendelea. Mheshimiwa Lissu anasema, ndugu zangu niliowaandika na kuwaomba waje hawajaruhusiwa kuingia. Inaonekana kuna mamlaka makubwa zaidi ya kuzuia nani aingie na nani asiingie mahakamani. Hili waje majaji sio jambo dogo, ni jambo kubwa na ni suala la kikatiba. Nitalisema na nitaendelea kusema, watu lazima wawe an impended interest to the doors of justice.
akimaanisha kuwa watu inabidi waruhusiwe kuingia mahakamani bila kuzuiwa. Ninaomba tuendelee waheshimiwa. Majaji wanaandika hapa alichokisema Lissu. Jaji Ndunguru anasema naomba tuendelee na hilo, nitalitolea ufafanuzi baadaye kidogo. Anaitwa Katuga, anasimama sasa kuanza rejoinder. Anasimama Katuga kwa sauti ndogo, anasema waheshimiwa majaji, nisaidie kumkumbusha kuwa yuko kwenye kiapo. Shahidi hapa anakumbushwa kwamba uko chini ya kiapo. Katuga anasema sasa shahidi, nikupe pole kwa yaliyokukuta kwa siku 3. Anakubali kwamba shahidi kapitia mambo mazito mno siku hizo 3. Anasema kwamba tutauliza maswali yaliyo kwenye hati ya mashtaka. Uliulizwa kuhusu kufanya uchochezi ni uhaini. Sasa tueleze hapa, kufanya uchochezi ni uhaini? George anajibu hapa, shahidi akihojiwa na wakili wa Jamhuri Nasolo Katuga anasema kwamba kufanya uchochezi kwa nia ya kuitisha serikali ni uhaini. Katuga anasema kwamba shahidi, ulionyeshwa hati ya mashtaka iliyotumika kukuhoji. Kwanza uliulizwa kuhusu yale maneno yaliyokuwa quoted kwenye hayo maneno, ukaulizwa neno serikali limo humu, lakini ukajibu kwamba haliko, ila kimaudhui limo. George hapa anaanza tena kuyarudia yale maneno ya Lissu, anaishia kusema kuwa neno serikali halipo hapo, ila kimaudhui limo. Katuga, ukaulizwa pia kuzuia uchaguzi ni kosa, ukatujibu kuzuia uchaguzi ni njia halali, sio kosa. Elezea majaji ni kivipi? Yaani kuzuia uchaguzi kwa njia halali sio kosa. Katuga kamwambia kwamba shahidi hapa, waelezee majaji ni kivipi? George anasema kwamba kwenda mahakamani kuandika petition kuzuia uchaguzi sio kosa, ila kuzuia uchaguzi kwa vitisho ni kosa la uhaini. Katuga hapa anamwambia shahidi kwamba tufanulie kwa mujibu wa maelezo ya P, nani alichapisha maneno hayo? Ukasema ni Tundu Lissu. Ukaulizwa pia mimi nina password za Jambo TV, ukasema huna, yani sio. Mara ya mwisho ukaulizwa pia nani aliyechapisha, ukasema ni Tundu Lissu na shahidi P. Sasa fafanua ulimaanisha nini? George anasema kwamba mwenyekiti wa Chadema kwa kuongea na waandishi wa habari, wewe ulichapisha kwamba Lissu kuongea na waandishi wa habari alikuwa ameshachapisha. Watu hapa wanacheka mahakamani, kweli hivi ni vituko. Katuga anasema pia eneo hilo hilo ukaulizwa ni nani aliyepeleka maneno mtandaoni, ukasema sio mtu wa Jambo, tuambie hayo maneno kiundani zaidi. George anasema kwamba nilimaanisha mtu wa Jambo ni mwandishi wa habari ambaye Tundu Lissu aliongea naye kwa malengo hayo maandishi yachapishwe mtandaoni. Katuga, kuna maswali hapa. Ulianza na kupewa somo kuwa hii nchi ni ya kidemokrasia, ukaenda mbele ukaelezwa kuwa kuipinga serikali ni kosa la uhaini, ukajibu kwa njia halali kwamba sio kosa. Wafanulie hapa waelewe kwa njia halali inaruhusiwaje? George hapa anajibu kwamba kama nilivyoeleza kwenye maelezo ya halali, kukosea sio kosa. Kosa ni vitisho kwa serikali. Watu wanaguna tena kidogo hapa. Katuga anasema for the purpose ya maswali yanayohusu mashtaka sisi tunaishia hapa. Yani wao umaliza hapo kuongezea maswali kadhaa kumhoji shahidi ambaye ni mtu wao. Sasa Tundu Lissu hapa anateta na mawakili hapa, wanaonekana wakicheka sana. Naona mawakili wa serikali wamekosa maswali ya kumuuliza shahidi wao. Ukiona mpaka mawakili wa serikali wanakosa maswali ya kumuuliza shahidi, basi ujue mshtakiwa alimshona bwana George kisawasawa. Wanaona wakiuliza maswali mengi kwenye rejoinder yao, shahidi ataharibu zaidi. Kumbuka kwamba wakati anasimama Katuga alimpa pole shahidi kwa yote ambayo amepitia kwa siku 3. Kumbuka Lissu alimpeleka mbio kweli kweli mpaka tukashuhudia Lissu akimwambia shahidi acha kihelehele. Kwa hiyo tumeshuhudia vitu vingi sana mpaka tunafika hapa. Katuga kampa pole shahidi kwamba pole kwa yote ambayo umeyapitia ndani ya siku 3. Hapa sasa wanasema wanaye shahidi mwingine ambaye sasa ni yule Kaaya.
tunasubiria hapa Kaya aitwe. Tunaanza na shahidi namba 2 ambaye katika kesi hii ya uhaini atakuwa ni Kaya. Renatus Mkude, wakili mkuu wa serikali, anasimama nasema tuendelee na shahidi mwingine, naona yupo hapa. Jaji anauliza mshtakiwa uko sawa, tuendelee? Mheshimiwa Lissu anajibu niko sawa, naona tunaenda vizuri kabisa. Watu wanacheka hapa. Jaji Ndunguru, unaitwa nani shahidi? Shahidi akasema anaitwa Inspector John Kaya. Umri wako? Anajibu miaka 45, ila hafanani kama ni wa miaka 45, kachoka sana, sijui ndo shughuli za polisi. Dini yako? Mkristo. Na baada ya kusema dini yake anaapishwa hapa shahidi. Renatus Mkude anasema kuwa shahidi wa pili ataongozwa na Jobu Mrema, wakili wa serikali mkuu. Anasimama hapa Jobu Mrema anasema kabla ya kuanza kuuliza maswali, ufahamu kuna amri ya mahakama kuu ilitolewa ya kulinda mashahidi. Haitakiwi kutaja majina ya baadhi ya mashahidi, pia uongee kwa sauti. Eleza mahakama hii umeajiliwa lini? Shahidi anasema kwamba nimeajiliwa mwaka 2006 baada ya kuhitimu mafunzo ya ukuruta nilioanza mwezi wa 8 mwaka 2005 na kuhitimu mwezi wa 2 mwaka 2006. Eleza mahakama mafunzo ulipata wapi? Shahidi anasema kwamba nilipata chuo cha polisi Zanzibar. Anarudia tena kuuliza akapata mafunzo wapi? Eleza katika mafunzo hayo ulijifunza nini? Baada ya kuambiwa hivyo, aeleze kwamba katika haya mafunzo shahidi alijifunza kitu gani. Sasa hapa ni lengo la kwamba shahidi atuambia kwamba katika mafunzo yake alijifunza kitu gani na kitu gani. Sasa baada ya kuulizwa hivyo, shahidi anasema kwamba nilijifunza mbinu mbalimbali za kivita, sheria mbalimbali, masala ni sheria ya ushahidi, criminal procedure, kazi za polisi, investigation skills pamoja na first aid. Baada ya kumaliza mafunzo haya ulipata nini? Ulitunukiwa certificate of competency. Baada ya kumaliza mafunzo hayo ilikuwaje? Anajibu anasema nilipangwa makao makuu ofisi ya upelelezi. Unaposema makao makuu unamaanisha nini? Shahidi anasema kwamba makao makuu ya polisi, mkurugenzi wa upelelezi. Ilipofika mwaka 2020 ilitokea nini? Anajibu anasema kwamba nilihamishwa kitengo cha cyber crime, dawati la doria mtandaoni. Yani akahamishiwa katika kitengo cha cyber crime, dawati la doria mtandaoni. Eleza mahakama hii ulikuwa unafanya nini? Inspekta Kahaya anajibu kwamba kupeleleza makosa ya jinai, kukamata watuhumiwa, kufikisha watuhumiwa mahakamani pamoja na kutoa ushahidi. Shahidi, unaeleza mahakama ulihamishwa kwenye kitengo cha makosa ya mtandao. Hebu eleza kiko chini ya nani? Inspekta Kahaya anajibu anasema kwamba kitengo cha dawati la doria mtandaoni kiko chini ya DCI. Eleza ofisi ya DCI ilikuwa wapi? Inspekta Kahaya anasema kwamba kwanza mwaka 2006 ofisi ya DCI ilikuwa jengo la polisi headquarter Dar es Salaam, baadaye serikali baada ya kuhamia Dodoma na ofisi pia zikahamia huko Dodoma. Wewe kwa sasa majukumu yako unatekeleza ukiwa wapi? Inspekta Kahaya anasema kwamba hapa natekeleza pale ambapo ilikuwa ni polisi HQ Dar es Salaam. Anaendelea hapa Jobu Mrema kumuuliza shahidi wao wa jamhuri. Shahidi, ulieleza mahakama ulihitimu mafunzo yako mwaka 2006. Ulivyohitimu mafunzo hayo ulikuwa na cheo gani? Inspekta Kahaya anasema kwamba baada ya kuhitimu mwaka 2006 nilipewa cheti cha polisi na kuwa na cheo cha constable. Shahidi, cheo hiko cha constable ulikaa muda gani? Inspekta Kahaya anasema kwamba nilikitumikia hadi mwaka 2021. Na baada ya cheo hiko ulipanda cheo gani? Shahidi anasema kwamba niliteuliwa kuhudhuria mafunzo ya special sergeant katika chuo cha polisi Moshi CPP. Ilikuwa lini? Shahidi anasema kwamba mwezi wa 5 mwaka 2021 hadi mwezi wa 8 mwaka 2021. Katika mafunzo hayo nini ulijifunza? Shahidi anasema kwamba nilijifunza military and safety training, police duties, investigation skills, elimu ya msingi ya sheria ya ushahidi
pamoja na criminal procedure. Kuna jambo lingine tena, anaulizwa hapa shahidi kama kuna jambo lingine tena ambalo alijifunza. Shahidi anajibu na kusema kwamba na lingine ni drill and parade cybercrime investigation skills. Kuhitimu mafunzo hayo, kuna kitu ulijifunza hujakitaja. Embu ieleze mahakama mafunzo hayo ilikuwa ni muda gani? Shahidi Inspector Kaya anasema kwamba ilikuwa ni miezi 3 tu. Ulieleza mafunzo hayo ulipata Moshi, huko Moshi ni wapi? Kaya anajibu na kusema kwamba iko mkoa wa Kilimanjaro. Wakili hapa wa jamhuri anasema kwamba hebu eleza mahakama matokeo ya mafunzo hayo ulipata nini? Inspector Kaya anasema kwamba nilihitimu cheti cha mahudhurio, certificate of attendance. Anaulizwa tena hapa, cheti hicho kilikuja na nini? Shahidi anasema kwamba kiliambatana na cheo cha special sergeant. Eleza mahakama cheti hiko ulitunukiwa lini? Shahidi anasema kwamba nilipata mwezi wa 8 mwaka 2021. Baada ya kuhitimu na ukapata cheti hicho, ulienda wapi? Shahidi anasema kwamba nilirudi kwenye kituo changu cha kazi Dar es Salaam. Shahidi anaulizwa kwamba ilikuwa ni lini hiyo? Shahidi anajibu na kusema kwamba ilikuwa ni mwaka 2021 mwezi wa 8. Sasa akaulizwa tena hapa, kitengo chako kiko wapi tena? Inspector Kaya akajibu kwamba ilikokuwa makao makuu ya polisi Dar es Salaam. Kitengo ulichorejea ni kipi? Shahidi anajibu kwamba na kusema hapa ni kitengo cha makosa ya mtandao, dawati la doria mtandaoni. Hiki ndicho kitengo ambacho baada ya kumaliza mafunzo akarejea kwenye hicho kitengo chake shahidi cha doria mtandaoni. Kwa hiyo shahidi alipitia hayo mambo ya cyber crime akasoma vizuri kabisa. Kwa hiyo hata tukio la Lissu kukamatwa na maana walipitia wakaona kwamba ile video ina shida. Wakili wa serikali Job Mrema anaendelea kumuongoza shahidi namba 2 wa jamhuri huyu wa kuitwa Inspector Kaya, mzee wa doria mitandaoni. Yaani tafsiri yake kama hujaelewa kwamba huyu kazi yake ni kufuatilia pages za watu ambao wanakosoa serikali humu kwenye mitandao na kuwachoma kwa mabosi zake. Anyway, tuendelee. Shahidi, eleza mahakama baada ya cheo hiko cha sergeant ulipanda cheo gani tena? Inspector Kaya anasema kwamba mwezi wa 10 mwaka 2021 niliteuliwa na mwajiri wangu Jeshi la Polisi Tanzania kuhudhuria mafunzo ya mkaguzi msaidizi wa polisi katika chuo cha polisi Moshi. Anaulizwa kwamba ilikuwa ni lini hiyo? Inspector Kaya anasema kwamba ilikuwa ni mwezi wa 10 mwaka 2021. Shahidi, baada ya uteuzi huo nini kilifuata? Shahidi anasema kwamba nilienda kuhudhuria mafunzo CPP Moshi. Anaulizwa tena kwamba ilikuwa lini? Kaya anasema kwamba ilikuwa ni mwezi wa 10 mwaka 2021. Ieleze mahakama mambo gani ambayo ulijifunza au mafunzo yalihusu nini? Inspector Kaya anasema kwamba miongoni mwa mafunzo ni police duties, sheria ya makosa ya jinai, cyber crime, majukumu ya mkaguzi, crime prevention, community policy, military training pamoja na human rights. Embu ieleze mahakama mafunzo hayo yalichukua muda gani? Kaya anasema kwamba yalichukua muda wa takribani miezi 4. Anaulizwa tena hapa, baada ya miezi 4 ulipata nini? Kaya anasema kwamba nilipata cheti cha certificate of attendance and assistant inspector of police. Ilikuwa mwaka gani? Kaya anasema kwamba ilikuwa ni mwezi wa 2 mwaka 2022. Baada ya kutunukiwa cheti na kumaliza mafunzo ulirudi wapi? Kaya anasema kwamba nilirudi kwenye kituo changu cha kazi Dar es Salaam. Shahidi, uliporejea kituo cha kazi ulifanya kwenye kitengo gani? Kaya anasema kwamba nilifanya kazi kwenye makosa ya jinai, dawati la doria mtandaoni. Shahidi, umejitambulisha kama Inspector John Kaya. Eleza cheo cha inspector ulipata lini? Kaya anajibu na kusema kwamba cheo hiko nilipewa mwaka 2025 mwezi wa 6. Nilipewa kutokana na utendaji kazi mzuri kazini. Nani alikupa cheo hicho? Kaya, nilipatiwa na Jeshi la Polisi, mwajiri wangu. Mbali na mafunzo, nje ya kipolisi yapo mengine? Kaya anasema kwamba nje ya hayo
nimejifunza pia forensic cyber crime in modern investigation niliyopatia chuo cha polisi Dar es Salaam. Pia nimeweza kujifunza cyber crime management, digital forensic, basic computer skills in cyber crime investigation pamoja na cyber investigation skills, na haya yote nilihitimu mwaka 2020 na nikapata cheti. Je, kuna mafunzo mengine mbali na hayo? Kaya anasema ndiyo, yapo mafunzo mengine. Cisco Certified Support Technician in Cyber Security. Mafunzo haya nilisoma chuo cha JIALA Institute of Information Technology kilichopo Kisutu, Dar es Salaam, na ilikuwa ni mwaka wa 2024. Mambo muhimu uliojifunza kupitia kozi hiyo ni yapi? Kaya anajibu na kusema kwamba ni ulinzi wa data nilijifunza, networking, computer hacking, na akajibu kwamba sio hiyo, ni ethical hacking, kwamba sio computer hacking, ni ethical hacking. Mafunzo ni ya miezi mitatu yalikuwa, na haya yalikuwa mwaka 2024 ambapo nilipata cheti pamoja na ujuzi pia. Je, kuna mafunzo mengine tena? Kaya anasema kwamba pia nilisoma computer hacking forensic investigation. Nilijipatia katika mafunzo ya Unique Academy pale Upanga, Dar es Salaam, na yalikuwa ni mafunzo ya miezi miwili. Mambo niliyojifunza ni upelelezi wa kisayansi katika mifumo mbalimbali ya kompyuta. Ulisema unafanya kazi wapi hivi? Kaya anasema kwamba kitengo cha upelelezi wa makosa ya mtandao online patrol desk, na sasa majukumu yangu ni kufanya doria katika mitandao mbalimbali ya kijamii. Kumbuka, anayeuliza maswali hapa ni Jobu Mrema na anayejibu maswali ni John Kaya ambaye ni inspekta wa polisi na shahidi namba 2. Anaulizwa tena hapa shahidi kwamba doria mtandaoni ni nini? Kaya anajibu na kusema kwamba ni kwamba tunaperuzi mitandaoni kwa ajili ya kung'amua makosa mbalimbali ya kijinai yanayofanywa na watumiaji mbalimbali wa mitandao hiyo pamoja na mitandao yenyewe kama vile Instagram, TikTok, X zamani Twitter na kadhalika. Hiyo doria inafanyikaje? Kaulizwa hapa kwamba sasa hiyo doria inafanyikaje. Kaya kajibu na kusema kwamba doria tunafanya kwa kuperuzi katika mitandao hiyo niliyoitaja. Baada ya kung'amua kama kuna kosa la jinai, nawasilisha kwa wakubwa wangu kama kosa, basi hatua stahiki zinachukuliwa. Kwa hiyo anafanya doria, akipita mitandaoni akaona huyu jamaa kaposti hiki kitu ni kosa, anachokifanya yeye anaweza anaripoti kwa wakubwa wake, na baada ya kuripoti kwa wakubwa wake wakipitia kama ni kosa, basi hatua stahiki zitachukuliwa. Mitandao inatumikaje na watu? Kaya anasema kwamba ni lazima wawe na account, yani kujisajili kuweka taarifa zao katika uwanja wa mtandao husika, na ukishaandika basi taarifa hizo zinaonekana kwa watumiaji wengine wa mitandao hiyo. Kwa hiyo anajua pia namna ambavyo akaunti za mitandao ya kijamii zinavyofunguliwa, kwamba ukisha jisajili ukaweka taarifa zako pale, basi ukishaweka taarifa zako unakuwa moja kwa moja unakuwa umejiunga na huo mtandao. Kwa hiyo tupo bado na Kaya anaelezea hapa kwamba watu wanatumiaje mitandao ya kijamii. Kwa hiyo wewe ambaye unachapisha taarifa huko mitandaoni sasa hivi, kama unachapisha taarifa mitandaoni, ikitokea tu umefanya kosa ukakosea, basi Kaya ni kazi yake kupitia posti za watu mbalimbali mtandaoni, na kisha gundua kwamba kuna kosa limefanyika, kitu ambacho anakifanya anapeleka jambo hilo kwa wakubwa wake, na likishafika huko kwa wakubwa wake, basi wakiona kama mtu huyu kafanya kosa, basi kinachotokea ni kwamba wewe mtuhumiwa ambaye umetenda kosa, basi utachukuliwa hatua. Sasa hapa anaendelea tena wakili wa serikali Jobu Mrema anamuuliza tena shahidi maswali, anaendelea hapa kumuongoza mzee wa doria mtandaoni kujibu maswali. Je, unajua utaratibu wa kujisajili mtandao wa YouTube? Kwamba YouTube unajisajili vipi? Mzee wa doria mtandaoni anasema kwamba ndiyo, mtumiaji unapaswa kuwa umeandaa taarifa zako binafsi kama vile username, email address pamoja na password utakayotumia. Baada ya hapo utaingia uwanja wa YouTube na kuandika taarifa hizo kadri zitakavyokuwa zinahitajika.
Ukisha kamilisha watakupa terms na condition na baadaye watakupa channel URL. Job Mrema anamuuliza hiyo channel URL ni nini? Kaya anasema kwamba yani Uniform Resource Locator ni unique ID, yani utambuzi wako binafsi ambayo inakuwezesha kuendelea kutumia mtandao huo wa YouTube ama hiyo akaunti yako. Hiyo unique ID unamaanisha nini? Kaya anasema kwamba maana yake ni utambuzi wa mtumiaji wa mtandao wa YouTube ambao haufanani na mtu mwingine. Ili mtu aingie anapaswa kufanya nini kwenye huo mtandao? Kaya anasema utaingia kwenye ukurasa wa YouTube kwa kutumia username yako pamoja na password uliyokwisha andaa, na baada ya hapo utakuwa unaweza kuona maudhui mbalimbali yaliyochapishwa na watumiaji mbalimbali wa mtandao huo. Job Mrema huwa ana mbwembwe sana na ana makelele sana na kipara chake hapa mahakamani. Huyu shahidi wa leo anaonekana ni muoga sana, muda wote anajibu maswali akiwa ameinama, hataki kuangalia mbele. Sasa hapa unaweza kuhisi kwamba kalazimishwa kuja kutoa ushahidi hapa mahakamani. Hapa bado hajaingia kwenye 18 za Tundu Lissu kwenye cross examination, sijui itakuwaje hapa. Haya, tuendelee, tuache umbea, twende mbele na shahidi wetu namba 2. Inspector John Kaya anasema jambo lingine muhimu kuhusu mtandao wa YouTube, unaweza kuweka maudhui na baadaye ukafuta, na unaweza kutumia kuona maudhui ya watu wengine walioyaweka. Live stream ni nini shahidi? Nasikia uliitaja hapa. Inspector John Kaya anasema kwamba live streaming ni kitendo cha kurusha ama kuchapisha tukio katika mtandao wakati tukio hilo likiwa linaendelea moja kwa moja. Huwa unafanya maandalizi gani unapoingia kazini kabla hujafanya majukumu yako? Shahidi anasema kwamba huwa ninaandaa vitendea kazi vyangu ambavyo ni kompyuta maalum ya jeshi la polisi, police notebook na internet access. Kingine huwa naandaa umeme, ni muhimu nihakikishe umeme upo. Mashahidi wa jamhuri bwana eti anaandaa umeme, utazani ana kampuni ya kufua umeme. Inspector John Kaya hapa baada ya kusema hivyo anaulizwa kwamba hapa taratibu binafsi zingine ni zipi huwa mnachukua? Shahidi anasema kwamba huwa nahakikisha chumba kinakuwa salama kwa maana mtu ambaye hahusiki asiingie. Baada ya kuandaa hivyo vyote huwa unafanya nini? Inspector Kaya John anasema kwamba nawasha kompyuta kwa kutumia username yangu binafsi pamoja na password, na baada ya kuingia nafanya ukaguzi wa kompyuta kama inafanya kazi, na pia natumia antivirus kuskani kama virus wapo, na pia nakagua internet access ili kuniwezesha kufanya kazi. Anaulizwa tena hapa, je, hiyo kompyuta unayoizungumzia ni ya namna gani na inakuwa na vitu gani? Shahidi anasema kwamba hii ni software na ina program maalum zinazotuwezesha kufanya doria mtandaoni. Hizo program maalum zinaweza kufanya mambo gani? Inspector Kaya anasema kwamba zinatusaidia kwa ajili ya kumonitor mitandao mbalimbali niliyoitaja. Zinatuwezesha kupakua maudhui yenye ujinai. Doria mtandaoni huwa tunafanya kwa muda wa saa 24 za siku, na pale katika dawati tunaingia kwa zamu. Anasema kwamba wanafanya hizo doria kila siku, na pale katika dawati huwa wanaingia kwa zamu. Leo ataingia huyu, baadaye atatoka ataingia mwingine, ila ni masaa 24 wanakuwa wanafanya doria mitandaoni. Wakili wa serikali anamwambia kwamba sasa shahidi, tuambie tarehe 4 ya mwezi wa 4 mwaka 2025 ulikuwa shift gani? Inspector John Kaya anasema kwamba majira ya saa 12 asubuhi nilikuwa zamu kazini. Huko kote ilikuwa ni mbwembwe tu, kujifanya najua kazi yake. Hapa sasa ndio anaingia kwenye kesi. Kwa hiyo hapa katuelezea visomo vyake, vyeti vyake. Hapa sasa ndo tunaingia kwenye kesi. Ieleze mahakama tarehe hiyo jambo gani lilitokea kuhusu hii kesi. Shahidi anasema kwamba waheshimiwa majaji, mnamo tarehe 4 ya mwezi wa 4 mwaka 2025 niliingia zamu saa 12 asubuhi. Baada ya kufika ofisini niliandaa vitendea kazi vyangu kama kawaida. Niliweza kuwasha kompyuta mali ya jeshi la polisi kwa kutumia username na password, na baada ya kuwaka nikaweka kikagua, na baada ya kugundua iko katika hali nzuri ya kufanya kazi, basi ikabidi nianze kufanya kazi. Hapa tumeingia moja kwa moja hapa kwenye kesi sasa.
Wakili wa serikali Job Mlema anamuuliza shahidi, ukawa unafanya nini? Inspekta Kaya anasema kwamba nikawa na peruzi na niliingia YouTube. Nilivyoingia YouTube nilibaini machapisho mbalimbali ya video. Mojawapo ya chapisho ni katika ukurasa uliosajiliwa kwa majina ya Jambo TV, na niliona picha iliyokuwa imeambatana na maneno Tundu Lissu uso kwa uso na watiania majimboni, no reforms no election, njia panda. Baada ya kuona picha mjongeo hiyo niliweza kuchezesha picha mjongeo hiyo ili niweze kuona maudhui yaliyochapishwa, kwamba akaiplay video hiyo ili aweze kuangalia ndani kuna kitu gani. Lengo la kuchezesha ilikuwa ni nini? Shahidi anasema kwamba ili nione maudhui yaliyopo humo ni nini. Sasa ili iweje ukishaona hayo maudhui? Kaya anasema kwamba lengo langu ni kubaini kilichozungumzwa. Anaulizwa hapa tena, kwa nini uliingia sasa? Kaya anasema kwamba nilishangaa kuona video ile ina watazamaji 39,000. Nikaona ngoja na mimi niingie kuona kuna nini, na ni watazamaji 300 niliona wamecomment. Kwa hiyo nikavutiwa kutaka kujua kwamba kwenye hiyo video kuna kitu gani. Mbona watazamaji ni wengi sana? Sasa shahidi, unaweza kueleza mahakama majukumu yako ni yapi? Kaya anasema kwamba majukumu yangu ni kuperuzi kwenye mitandao ya kijamii kubaini makosa yanayofanywa. Sasa ieleze mahakama, hiyo siku ya tarehe 4 mwezi wa 4 uliingia kule kufanya nini? Anasimama Lissu anasema kwamba kuwa hilo swali lilishajibiwa. Alisema aliingia baada ya kuona ile video ilikuwa imetazamwa na watu wengi na walicomment watu wengi. Nikashawishika ni maudhui gani yamechapishwa humo. Lissu hapa baada ya kusimama, baada ya kuona kama wakili anarudia maswali. Baada ya kuingia ulibaini mimi humo ndani. Shahidi anasema kwamba nilipotizama niliweza kubaini baadhi ya matamshi yenye viashiria vya jinai. Viashiria hivyo ni vipi? Shahidi anasema viashiria ni aliposema kuwa kwa kuwa hatuna access na hizo seva za tume na mapolisi ndo hao mnaowaona na vibegi vya kura feki. Mheshimiwa Lissu anasema haya mambo ya vibegi feki yalishakataliwa na mahakama siku ya juzi. Hauwezi kuletwa leo tena unahusiana na kesi iliyopo Kisutu. Naona majaji hapa wanajadili kidogo baada ya Lissu kusema kwamba hayo masuala ya kibegi yalishapingwa juzi, halafu leo tena shahidi anayaleta hapa mahakamani. Job Mlema anajibu kwamba kwa upande wa jamhuri tunapinga hilo pingamizi kwa sababu kesi ya Mukisa Biskuti imeeleza pingamizi lazima liwe na sheria iliyotajwa. Kuibuka ubishani wa kisheria hapa kati ya mawakili wa serikali na Mheshimiwa Lissu umewafanya watu watulie kuona kitu gani kinaendelea. Sasa anasimama tena Mheshimiwa Lissu kuwajibu mawakili wa serikali kuhusu jambo hilo, pingamizi dogo la namna ya kutoa ushahidi. Waheshimiwa majaji, nimesikiliza majibu marefu ya hawa wenzangu, nilizani wasingebisha. Cha ajabu wamemwachia anajibu huyu Job Mlema wakati yeye hakuwepo. Sasa mkikubaliana huyu na mlikataa kwa yule PW1 ambaye ni George, hapo itakuwaje? Kwamba kwa George walikataa lakini kwa huyu watakubali, inakuwaje? With all due respect, nafikiri Mlema alikuwa na ngojea jambo ambalo halifahamu. Unaleta kesi ya Mukisa ambayo yenyewe inahusu mapingamizi ya mamlaka ya mahakama. Sasa hiyo kesi unatutajia leo ya nini kwenye hatua hii ambayo tupo sasa? Waheshimiwa majaji, naomba mnikubalie ombi langu. Majaji hapa wanajadiliana kidogo. Kwenye chumba cha mahakama kuna ukimya fulani hivi. Nakumbuka tukiwa watoto mkiwa darasani mnapiga kelele, ghafla mkajikuta wote mpo kimya. Tulikuwa tunasema shetani kapita, ndo kama ukimya huo sasa. Tutubili hapa majaji wamalize kujadiliana, then watoe uamuzi kuhusu ombi la Mheshimiwa Lissu kwamba hayo mambo ya kibegi yalipingwa wakati shahidi namba 1 anatoa ushahidi, lakini leo pia wanayaleta tena kwa shahidi namba 2 kwamba anayazungumza maneno hayo. Kwa hiyo baada ya kutokea ubishani kati ya Tundu Lissu pamoja na mawakili wa serikali, Jaji Ndunguru amehairisha kesi kwa muda ambapo atakuja kutoa uamuzi kuhusu ombi la Mheshimiwa Lissu. Kwa hiyo tutakutana tena baadaye kidogo hapa. Leo itakuwa ni back to back. Baada ya hii nenda moja kwa moja katazame part 2 ya leo siku ya tarehe 9
ya mwezi wa 10 mwaka 2025 kesi hii. Hii ilikuwa ni sehemu ya kwanza, kwa hiyo part 2 inakujia. Tutaendelea baada ya Jaji Ndunguru kuahirisha kesi baada ya ubishani mkubwa kuibuka hapa mahakamani. Kwa hiyo tukutane tena kwenye sehemu ya pili part 2 kwa siku ya leo.